Sisi kama vijana wa CHASO Dar es Salaam tulipoamua kuja na kongamano hili, tulifika katika ofisi ya kanda. Ofisi ya kanda walitupa ushirikiano mzuri. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama amekuwa mlezi wetu mzuri. Kwa kweli tunapongeza sana juhudi zenu katika kuikuza hii taasisi. Pia ni wakushukuru wadau wote. Namuona dada yangu Emiliana Kibatala pale kwa kukubali mwaliko wetu na kutuchangia katika kufanikisha tukio hili, tunawashukuru sana. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, nataka niwaulize vijana wenzangu wa vyuo maswali moja au maswali mawili. Hivi tulishawahi tukakaa tukajiuliza kama wasomi wa nchi hii, endapo kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere angesema akaogopa kuingia katika mapambano ya kupambania uhuru wa Tanganyika, mpaka leo tungekuwa tulishakuwa huru? Endapo Nelson Mandela angekubaliana na Makaburu, unafikiri Makaburu asingempa vyeo akaacha kupambania uhuru wa Afrika Kusini? Tujiulize swali, kama sio mimi ni nani? Kama sio mimi ni nani? Kama sio mimi nitakayezunguka katika vyuo vyote, nitakayewashawishi wasomi wenzangu na kuwaeleza nchi yetu inapaswa iende wapi na kuwaonesha umuhimu wa mabadiliko katika taifa letu, ni nani? Ni Tundu Lissu peke yake? Ni John Heche peke yake? Ni John Mnyika peke yake? Sisi wasomi tutakuwa tumefanya nini? Tutakuwa tumefanya nini? Kama Tundu Lissu yupo gerezani, sisi wasomi hakuna hatua yoyote tunayochukua. Tunaongozwa na taasisi ambayo imetengenezewa mazingira ambayo sio taasisi ya wasomi tena, na sisi tunajiita wasomi katika nchi hii. Hatufai kuitwa wasomi, hatufai kuitwa wasomi. Sina maneno mengi ya kuongea, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, zaidi ya kusikitika na kuachia maswali hayo. Kama sio wewe ni nani? Mheshimiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti, karibu sana uzungumze na wanafunzi.